AM Online TV. Mkurugenzi mkuu wa shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC, Mohamed Salum, amesema kuwa usafiri wa meli ya MV Liemba una umuhimu mkubwa kwa wananchi wanaotegemea huduma za usafiri wa majini katika ukanda wa Ziwa Tanganyika, huku akieleza kuwa meli hiyo itakuwa chachu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi. Ametoa kauli hiyo wakati alipotembelea eneo la ujenzi wa meli ya MV Liemba mjini Kigoma katika maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani yanayoendelea mkoani humo. Kwa kuwa sisi TASAC tuna wajibu wa kukagua ujenzi na marekebisho ya meli, niona vyema nije nione hatua iliyofikia katika ukarabati wa meli hii. Kama mnavyofahamu, mkoa wa Kigoma kwa kipindi kirefu umekuwa na changamoto ya usafiri ziwani kwa kukosekana kwa meli ya uhakika ambayo ingesaidia kusafirisha wananchi pembezoni mwa Ziwa Tanganyika, na sasa hivi wananchi wengi wanatumia vyombo vidogo ambavyo haviko salama. Kwa hiyo serikali kupitia TASHIKO iliona vyema ifanyie marekebisho meli ambayo ni ya muda mrefu. Nadhani ni moja ya meli kongwe nchini zaidi ya miaka 100 MV Liemba, na leo tumefika hapa kuangalia hatua iliyofikia katika marekebisho na ukarabati, na kwa mujibu wa meneja mradi tumeambiwa wako karibia 90% ya marekebisho, na hatua ambayo inasubiriwa sana sasa ni kupandisha tu meli kwenye chelezo, kumalizia kufix mifumo ya uendeshaji wa meli, maana propeller shaft kuzunganisha na engine. Lakini ndani tumetembea, tumeona marekebisho makubwa na kwa kweli tumeridhika. Eneo kubwa ni kama meli ukiondoa ule mwili wake, ndani wamerekebisha kila kitu, kwa maana kufunga engine mpya, vifaa vya uongozi meli vipya, lakini na kurekebisha vyumba vyote ambavyo maeneo yote ambayo abiria wanakaa, ikiwa vyumba vya kulala na vile maeneo ya economy, kwa maana kuweka viti vipya. Kwa hiyo hatua inayofikia ni nzuri, na wametueleza kwamba kufikia katikati ya mwezi ujao watatuita kwa ajili ya maandalizi ya sea trial au majaribio ya meli. Kwa hiyo baada ya ukarabati wa kwenye chelezo, sasa tunajua kukagua kwa ajili ya kutoa ridhaa ya chombo hicho kufanywa majaribio ziwani, na baada ya hapo tunategemea ndani ya kipindi kifupi basi tuikague tena na kuipatia vyeti ianze kutoa huduma. Na kwa matarajio ya TASHIKO kabla ya mwisho wa mwezi wa 8 au wa 9 tunategemea meli itakuwa imeanza kuanza kutoa huduma katika Ziwa Tanganyika. Sambamba na hayo, Salum amesema uwekezaji unaofanyika katika kuboresha meli hiyo unaonyesha dhamira ya serikali ya kuimarisha sekta ya usafiri wa majini na kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora zinazochangia ukuaji wa uchumi wa buluu nchini. Ziara hiyo iliyofanywa na mkurugenzi mkuu wa shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC ni sehemu ya shughuli za maadhimisho ya siku ya mabaharia ambayo yanalenga kutambua mchango wa mabaharia na wadau wa sekta ya usafiri wa majini katika maendeleo ya taifa. AM Online TV.